Mtazamaji, katika hatua hii ya pili tutatazama mambo kadhaa. Jambo la kwanza tutatazama kwamba katika hatua hii ya pili tutaangalia mambo makuu matatu ambayo ni kuhesabiwa haki, yani kutenganishwa na adhabu ya dhambi. Lakini jambo la pili ni utakaso, unatenganisha nguvu ya dhambi na mimi. Lakini hatua ya tatu ni kutukuzwa, yani glorification, kutenganishwa na uwepo wa dhambi na mimi. Katika hatua ya kwanza Mungu alitangaza kuwa nina haki kwa ajili ya Yesu Kristo, na katika hatua ya pili Mungu ananifanya niwe na haki kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wake, na katika hatua ya tatu Mungu ananifanya niwe mkamilifu kabisa pasipo doa wala baka. Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Twende pamoja katika somo hili ambalo linaanza kwa kuhesabiwa haki, linakuja kwa utakaso, na jambo la mwisho linakuja for glorification, yani kutukuzwa. Mungu wa mbinguni akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nikisali katika jina la Yesu, na leo tutakwenda kuangalia hatua tatu za safari ya wokovu kupitia michungu ya uhai hadi kulengwa na utukufu. Mtumishi wako wa Mungu Hawadi Mayemba, na hii ni sehemu ya pili kati ya sehemu 7. Na mada ndogo hapa tutakazo kwenda kuziangalia ni kuhesabiwa haki, utakaso, kutukuzwa, na andiko kuu ni Warumi 8:29-30, na andiko saidizi ni Tito 3:5-7, na tutakwenda kuangalia moja kwa moja kwamba hapa tunajifunza ni na Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 23. Mpendwa mtazamaji, sehemu ya kwanza tutakwenda kuangalia kwamba tunajifunza mambo gani kuhusiana na hatua tatu muhimu. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema mimi ni njia ya kweli na uzima. Katika sehemu ya kwanza ya mfululizo wetu tulijifunza maana halisi ya safari ya wokovu. Tulieleza wazi kwamba wokovu si tukio la papo kwa papo, bali ni safari ndefu inayofananishwa na safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Tuliona kwamba kati ya msalaba, bahari ya Shamu na mbinguni Kanaani, manake kuna jangwa la maisha ambapo Mungu ametufanya na kututakasa. Sasa katika safari ya pili tunakwenda kuangalia kiini cha somo letu. Tunajiuliza swali moja, au tunauliza swali muhimu hili kwamba safari hii ya mbinguni ina hatua ngapi na kila hatua inamaanisha nini? Pendo mtazamaji na msikilizaji, wanatheolojia wa karne nyingi wakiongozwa na Roho Mtakatifu wamegawanya safari ya wokovu katika hatua kuu 3. Hatua hizi 3 zinajibu wakati uliopita wa kile kilichotokea, yani nilipookoka, wakati uliopo, yani kile kinachoendelea sasa ndani yangu, na wakati ujao, yani kile kitakachotokea maana yake nitakapofika mbele za Bwana. Katika Warumi 8:29-30 ndio andiko letu kuu la msingi kwa somo hili. Paulo anaandika, maana wale wanaojua tangu asili aliwakusudia kufananishwe au wafanane na mfano wa mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowakusudia na wale aliowaita, hao aliowahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao aliwatukuza. Angalia mnyororo wa dhahabu wa wokovu. Haukukusudia, bali aliita, alihesabia haki, alitukuza. Katika hatua hizi tunapata mfumo mzima wa safari yetu. Leo tutachambua kwa kina hatua kuu 3 za msingi. Tunataka kujua kuwa kila hatua inayofanyika inafanyika wapi na ina maana gani na inatupa tumaini gani kama wasafiri. Pendo mtazamaji, hatua ya kwanza kabisa katika hapa ni kwamba kuhesabiwa haki, justification. Kuhesabiwa haki, justification ni hatua ya mwanzo ya safari. Kwa lugha ya Kiebrania nasema kwamba huu ndio mlango wa kuingilia safari ya wokovu. Hakuna mtu anayeweza kusema anaelekea mbinguni bila kupita hatua hii muhimu. Maana ya kuhesabiwa haki ni tendo la kisheria la Mungu pale anapomtangaza mwenye dhambi kuwa mwadilifu na hana hatia mbele zake. Hili si jambo linalofanyika taratibu, ni tendo la papo kwa papo. Haukui katika kuhesabiwa haki au haui katika kuhesabiwa haki, bali unatangaza kuwa na haki kwa sababu ya kile alichokitenda Kristo msalabani. Ni muhimu kuelewa kwamba neno hili kikamilifu, kwa sababu shetani amepotosha wengi hapa. Neno kuhesabiwa haki Kiunani ni dikaiosis, linatokana na mfumo wa mahakama. Fikiria kwamba chumba cha mahakama, muingizapo mwenye dhambi, ushahidi wote unanyoshwa kidole kwake.
Shetani ndiye mwendesha mashtaka, sheria, yani zile amri 10 ndio kiwango kinachotumiwa, na hakimu ni Mungu mwenyewe. Mwenye dhambi anastahili hukumu ya kifo cha milele katika Warumi 6:23. Lakini ghafla wakili wa utetezi Yesu Kristo anaingia. Hajaribu kusema mteja wake hana hatia, la, bali anasema hatia yake imelipwa na damu yangu. Hakimu anagonga nyundo kutangaza kuwa hana hatia, anahesabiwa haki, hana deni lolote mbele ya sheria. Kuhesabiwa haki ni kuhesabiwa kuwa mwenye haki, sio kufanywa kuwa mwenye haki mara moja. Mungu anachukua haki ya Kristo na kuiweka katika akaunti yetu, kana kwamba tumevaa vazi jeusi la dhambi, na Mungu ametuvisha vazi jeupe la haki ya Kristo. Hasa anapotutazama haoni dhambi zetu, bali anaona ukamilifu wa mwanaye. Msingi wa kuhesabiwa haki, na ndio hapa kuna swali la msingi kwamba je, mtu anahesabiwa haki kwa matendo yake mazuri au kwa imani? Kanisa Katoliki na dini nyingine nyingi zinafundisha kwamba mtu anahesabiwa haki kwa imani pamoja na matendo mema, lakini Mtume Paulo anapinga wazo hili kwa nguvu zote katika Warumi 3:28. Basi tunaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Na tena katika kitabu cha Galatia 2:16 anasema hakuna mwenye kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Tukichanganya matendo na imani tunaharibu Injili. Tuseme kwa sauti kubwa, hakuna tendo lolote jema la mwanadamu linaloweza kuongeza kitu katika kazi ya msalaba. Ikiwa ningeweza kujiokoa kwa kufunga, kutoa sadaka au kutenda mema, basi Kristo alikufa bure, katika Galatia 2:21. Kwa lugha rahisi tufikirie kwamba wewe ni mtu ambaye uliyefilisika na una deni la trilioni 1 benki. Haitoshi kuwa mkarimu kwa watoto, yaani haitoshi kuwa mkarimu kwa watoto yatima na kulipa 10,000. Gharama ya deni ni kubwa mno. Unachohitaji ni milionea aje alipe deni lako lote. Hii ndiyo aliyolifanya Yesu. Matendo mema si malipo ya dhambi. Matendo mema ni shukrani baada ya kuokoka. Matokeo ya kuhesabiwa haki. Mtu anapohesabiwa haki, mambo matatu ya ajabu hutokea hapo hapo. Kwanza ni amani na Mungu. Vita kati yako na Mungu vinaisha. Katika Warumi 5:1 inasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani, twaweka amani na Mungu. Jambo la pili ni huruma dhidi ya hukumu. Hukumu ya kuzimu inaondolewa. Katika Yohana 3:24 inatoa ahadi tamu. Yeye alisikiaye neno la Mungu na kumwamini yeye aliyelituma ana uzima wa milele, wala haingii katika hukumu, bali amepita kutoka katika mauti na kuingia uzimani. Lakini jambo la tatu ni kukaa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kuishi ndani yako akiwa muhuri wa urithi wako. Katika Waefeso 1:13-14 anasema, hatua hii ya kuhesabiwa haki ndiyo inayokufanya usafiri. Kabla ya hapa hujaanza safari bado. Ulikuwa umekaa Misri ukifanya kazi kwa Farao, lakini sasa umetoka na safari yako imeanza rasmi. Muhimu kwa msafiri, je, una uhakika kwamba umepitia hatua hii? Je, kuna siku maishani mwako ulipomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako? Ikiwa huwezi kuendelea na safari. Ndiyo hatua ya kwanza, hakuna njia ya mkato. Hatua ya pili, baada ya kuona ya kwanza ya kuhesabiwa haki, hatua ya pili ni utakaso, yani sanctification. Sasa hapa tunakuja katika hatua ambayo ndiyo safari yenyewe. Huu ndio mchakato unaochukua maisha yote ya muamini hapa duniani. Hatua ya kwanza kuhesabiwa haki ilikuwa ya papo, lakini hatua ya pili ni utakaso, yani kudumu na ya kila siku. Maana ya utakaso, neno utakaso mpendwa mtazamaji na msikilizaji, niseme kwamba neno utakaso ni neno linalotokana na lugha ya Kigiriki au Kiebrania na lina maana kubwa na nzito. Utakaso, tuangalie utakaso. Katika hatua hii ndipo ninapopambana na mwili, dunia na shetani, lakini nina uhakika kwamba yeye aliyenitakasa anazidi kunitakasa. Si mkamilifu, bali niko safarini na sitakoma. Katika hatua ya tatu ni kutukuzwa, yani glorification. Katika hatua hii ninapofika mbele za Bwana nitaokolewa kabisa kutoka katika uwepo wa dhambi. Hii haijafanyika bado, lakini ni hakika kwamba ishafanyika kwa
sababu Mungu alisema ni mwaminifu. Siku ile mwili wangu huu wa kufa utavikwa kutokufa, dhambi haitakuwepo tena. Sitapambana na tamaa za mwili tena, nitamwona Yesu uso kwa uso na kufanana naye. Hii ndiyo tumaini letu kuu kama wasafiri wanaoelekea mbinguni. Kumbuka hivi, kuhesabiwa haki kulitenganisha adhabu ya dhambi na mimi. Utakaso unatenganisha nguvu ya dhambi na mimi. Kutukuzwa kunatenganisha uwepo wa dhambi na mimi. Katika hatua ya kwanza Mungu alitangaza kuwa nina haki kwa ajili ya Kristo. Katika hatua ya pili Mungu ananifanya niwe na haki kwa nguvu ya Roho wake. Katika hatua ya tatu Mungu ananifanya niwe mkamilifu kabisa pasipo doa wala baka lolote. Kwa hiyo ndugu zangu na ndugu yangu msafiri, safari ya wokovu si mchezo, ni safari ya kutoka katika janga au tatizo au zizi ya dhambi kuelekea kwenye kilele cha mlima Sayuni. Huenda leo uko katika hatua ya kwanza, labda umechanganyikiwa na mafundisho ya dini na bado hujapata uhakika wa kuhesabiwa haki kwako. Neno la Mungu linakuita leo. Imani tu katika Kristo Yesu inatosha, si matendo yako, si sadaka zako. Ni kumwangalia Yesu na kumwamini anapokuita leo. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Fungua mlango wa moyo wako, umkaribie, aingie yeye aliyeahidi kuwaokoa wote wamwitao kwa jina lake. Huenda uko katika hatua ya pili jangwani. Umekuwa ukitembea lakini umechoka, miguu inauma, njaa inakusumbua. Roho Mtakatifu ananong'ona leo, usikate tamaa, niko nawe, ninaendelea kukufanyiza upya siku baada ya siku. Usiangalie nyuma. Mke wa Lutu aliangalia nyuma akaona nguzo ya chumvi. Wana wa Israeli walipoanza kutamani vitunguu vya Misri walijiletea hasira ya Mungu. Misri haina chochote isipokuwa vitunguu na utumwa. Kanaani iko mbele yako. Endelea tu. Labda unajiuliza kama safari hii ina maana yoyote. Unateswa na magonjwa, umesalitiwa na marafiki na umepoteza wapendwa wako. Paulo anasema katika Warumi 8:18, maana na hesabu ya kuwa mateso ya wakati huu wa sasa hayana maana kwa kulinganisha na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu. Yote yatakuwa ya maana siku moja, yote yatafutwa na utukufu. Ombi langu kwako ni hili: usisimame njiani, maliza safari kwa furaha, kama Paulo alivyosema mwishoni mwa maisha yake, nimevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, katika Timotheo wa pili 4:7. Huu ndio uwe wimbo wako pia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni na Mungu mwenye neema, na asante kwa mpango wako kamili wa wokovu. Asante kwa kutuhesabia haki bure kwa neema pasipo matendo yetu mema. Asante kwa kazi ya utakaso inayoendelea ndani yetu, hata ninapoumia, kwa sababu tunajua inatufanya tufanane na Yesu. Na asante kwa tumaini la kutukuzwa siku ile tutakapomwona uso kwa uso. Baba, tupe nguvu ya kuvumilia hadi mwisho. Wainue walioanguka, watie moyo waliochoka, na utukufu wote urejee kwako uliyetuita kutoka gizani na kuingia katika nuru yako ya ajabu, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.